Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ni wakati mwingine tunakutana kukuletea taarifa za michezo ambazo zinaendelea kuhappen kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni lile kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa Machi 8. Sasa leo bodi ya ligi nchini Tanzania TPLB chini ya mwenyekiti wake Steven Mgoto imeiomba klabu ya Young Africans kusitisha harakati za kufungua kesi katika mahakama ya masuhirishi ya soka duniani CAS kuhusu kuishutumu bodi hiyo kwa kushindwa kusimamia vyema sheria na kanuni za ligi. Bodi inaiomba klabu irudi mezani, wakae pamoja, wamalize mzozo huo baina ya wao na klabu hiyo Young Africans kwa busara na hekima. Bodi ya ligi imekiri kuwa ilitumia makosa katika kuahirisha mchezo kinyume na utaratibu, lakini wanaomba yafanyike majadiliano ya kutafuta suluhu kwa hekima na busara baada ya kanuni na sheria. Mpaka kufikia sasa klabu ya Young Africans bado haijatoa ripoti yoyote kuhusiana na hiki ambacho wameombwa na bodi ya ligi, na kwa sasa wako kimya tu, hakuna chochote ambacho wamekijibu klabu ya Young Africans. Hasa baada ya kutokea hayo, bwana Haji Sande Manara yeye alikuja na yake akachapisha kunako ukurasa wake wa Instagram. Alikuwa na haya ya kuongea. Maisha yao yote walipokuwa madarakani pale TFF na bodi ya ligi, viongozi wake hugoma katu kuingiliwa mambo yake na serikali, hata kushauriwa na hiyo serikali kukataa neno lolote ni moja tu, FIFA. Hawataki mambo ya football yaingiliwe na government. Huitishia kusema watafungua kesi FIFA na CAF. Kimewapata kipi leo kuomba msaada kwa serikali tena katika jambo la kikanuni? Serikali yetu ina mambo mengi ya kufanya na kushughulika nayo kwa sasa, haina muda wa kuingilia issue za kikanuni. Mnataka kugombanisha serikali na watu wa football, sio? Hili ni leno merikoroga mtalinywa wenyewe. Haya hapo yalikuwa ni maneno ya Haji Sande Manara mara baada ya kutokea issue hiyo ambayo kwa sasa Young Africans wameshafika mbali zaidi na kufungua kesi huko katika mahakama ya usuhirishi ya masuala ya football CAS, mahakama kuu ya masuala ya soka duniani ambayo ipo chini ya shirikisho la mpira duniani FIFA. CAS imethibitisha kupokea kesi kutoka Tanzania ya klabu inayoitwa Young Africans Sport Club. Kesi hiyo inahusu kushutumiwa kwa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania kwa kuendesha ligi bila kufuata kanuni na sheria kutoka kwenye miongozo sahihi ya FIFA. CAS wametoa taarifa kuwa kesi hiyo imepangwa kusikilizwa na mahakimu wenye uraia wa Ufaransa na itaanza kusikilizwa mara moja. Jina la hakimu huyo limehifadhiwa kutokana na sababu za kisheria. Basi hapo unaona kabisa klabu ya Young Africans imefika mbali zaidi na tayari imeshakwisha kufungua kesi huko CAS ambako huenda itaweza kupata kile ambacho wanakidai. Ikumbuke kwamba haya yote yamefikia wakati ambapo dabi ya Kariakoo, mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha Young Africans na Simba kuahirishwa kutokuwa na kanuni na sababu za msingi za kuahirisha kwa mechi hiyo. Kumekuwepo na mazungumzo tofauti kati ya rais wa TFF lakini pia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto, lakini pia kumekuwa na statement tofauti kati ya viongozi hawa. Kila mtu amekuwa akija kuongea lake na
kitu ambacho kimewachanganya sana Young Africans mpaka kufikia hatua ya kufungua kesi ni kutokana na statement ambayo ilitolewa na rais wa TFF Wallace Karia alipokuwa akifanya mahojiano na moja kati ya chombo cha habari hapa Tanzania kuhusiana na masuala haya alipoulizwa kwamba kutokana na klabu moja ambayo inaitaka bodi ya ligi jihuzuru, wewe unazungumzia vipi kuhusiana na hili? Yeye alivyojibu, majibu ya swali hilo yalikuwa kidogo yana mchanganyiko wa kashfa ambazo zilitolewa na rais huyo wa TFF. Hicho kitendo kimewakwaza uongozi wa klabu ya Young Africans na kuandikia barua ambayo hawakuijibu, badala yake ambayo walijibu tofauti na jinsi ambavyo walikuwa wanahitaji. Ikumbuke kwamba Young Africans waliandika barua kuitaka bodi ya ligi ijihuzuru, lakini pia kuitaka bodi ya ligi iwape Young Africans pointi 3 na magoli 3 kwa sababu waliahirisha mechi kinyume cha taratibu na sheria. Hicho kitu ambacho Young Africans walikuwa wanakitaka kutoka katika bodi ya ligi, lakini tumeona mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mgoto amekuwa akizungumza mazungumzo tofauti, na jana amenukuliwa akizungumza kwamba kama watashindwa kufikia maamuzi wao wenyewe kama bodi, basi wataiomba serikali iingilie kati hili iwasaidie katika kuamua. Katika sheria za FIFA zinaikataza serikali isiingilie masuala ya football kwa sababu kuna shirikisho ambalo linasimamia taratibu hizo za football. Ndio maana kila shirikisho linakuwa na rais wake, kwa sababu ni shirikisho ambalo linajitegemea na linakuwa na maamuzi. Kwa hiyo maamuzi ya football hayaingiliwi na serikali. Alichokuwa nakizungumzia Steven Mgoto ni kwamba anahitaji busara itumike zaidi katika kufanya maamuzi ya jambo hili, kwa sababu kama wakifuata kanuni na sheria, basi moja kati ya vilabu hivi Simba na Yanga, mmoja anaweza akaathirika, hasa kushushwa daraja na kunyang'anywa pointi. Ikumbuke kwamba mpaka sasa Young Africans wanachokilalamikia wao ni kuahirishwa kwa mechi pasina kufata sheria na taratibu ambazo wamejiwekea na miongozo ya FIFA ambayo inaongoza kanuni na taratibu za ligi kuu. Young Africans mpaka sasa hawajatoa ripoti yoyote kutokana na vile ambavyo walivyoombwa na kamati hii kwamba wasiende kasi, waketi chini, wakae, wajaribu kuzungumza wao kama wao, waone ni vipi watamaliza migogoro hii. Lakini kwa taarifa sasa ambazo zimeshakwisha kutufikia ni kama bodi ya ligi tayari wamechelewa, kwa sababu Young Africans tayari wameshakwisha kufungua kesi, wameshakwisha kufungua jarada hilo la kesi huko CAS, ambapo kesi yao itasimamiwa hivi karibuni na itaamliwa nini kitakachofanyika. Ukija kuangalia wanachokifanya bodi ya ligi ni kama ni makosa ambayo waliyafanya mwanzo, kwa sababu kuna point ambazo unaziona kama Young Africans wanamtuhumu kama amefanya makosa, lakini ukija kuangalia Young Africans hajafanya makosa, lakini anajaribu kutafutiwa vigezo ili aonekane kama ana makosa. Na sema hivyo kwa sababu gani? Young Africans katika barua ya kuahirishwa kwa mechi hiyo, basi Young Africans hakupewa taarifa yoyote, bali taarifa ziliwekwa katika mitandao ya kijamii, kitu ambacho sio hakipo kikanuni, kinyume na taratibu na sheria za football. Kwa nukta hiyo unaona kabisa kwamba Young Africans bado wana haki katika hili ambalo wanalisumbukia. Kwa kulitazama hilo, pia bodi ya ligi wameona waketi nao ili waweze kumaliza mzozo huu pasina kwenda ngazi za juu zaidi, lakini mpaka hapo basi wameshakwisha kuchelewa, kwa sababu Young Africans tayari wameshakwisha kufikisha madai yao huko CAS. Bana, taarifa zipo nyingi sana, endelea kubaki nasi ili tuje tukuletee nini kinachoamliwa huko CAS, kwa sababu tayari tumeshakwisha kupiga kambi kukuletea taarifa zote zinazoendelea kuhappen. Mwanafamilia wa H&T Media, hakikisha unakuwa pamoja nasi ili tuweze kuzitazama zote ambazo zina happen kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bye bye.